msikilizaji lakini na mtazamaji, nataka nizungumze na wanaume, kwa sababu kuna mambo ambayo mnayafanyaga wakati ule wa kuvumbulana, mengi tu, makosa nini, lakini leo nataka nizungumze na wewe kuhusiana na mwanamke. Iwapo utakuwa unamvumbula mwanamke ambaye yuko kati ya umri wa miaka 35 mpaka 50, shekhe, wakati unamvumbula huyu mwanamke usimuone huruma hata kidogo. Iwapo utakuwa unamvumbula mwanamke ambaye yuko kati ya miaka 35 mpaka kwenye 50, tafadhali, tena tafadhali sana, usimuone huruma. Zipo sababu za kwa nini nakwambia usimuone huruma. Kwanza kabisa ni kuhusiana na umri. Unajua umri wa miaka 35 kwenye 40, 45 mpaka 50, kiwango cha hormone za mwanamke huwa ndo zinazalishwa kwa kiwango kikubwa sana sana, na ndio maana hisia zake huwa ziko juu sana. Na mwanamke kama huyo si kama mtoto wa 2000 kwamba mpaka umdanganye, mpaka umnulie pipi, mpaka. Mwanamke wa sampuli hii huwa kwenye hamu ya tendo la ndoa, yuko vizuri, yani muda wote, wakati wowote, mahala popote, yeye yuko tayari. Sijui unanielewa? Kwa sababu hormone yake, estrogen level zake ziko juu, zinazidi kiwango chake, yani zinazidi kila uchao. Kwa hivyo hormone zikiwa vizuri, hamu ya tendo la ndoa huwa iko juu sana. Sawa? Kwa hivyo unapomvumbula mwanamke kama huyo, hufai kabisa kumuonea huruma. Yani muda pale unatakikana uonyeshe wanaume wako, uonyeshe ushababu wako, uonyeshe mbwembwe zako zote. Kwa sababu hiyo. Sababu ya pili, mwanamke kama huyu huwa anajiamini sana, yani anakule kujiamini zaidi. Kwa sababu umri huu hana tena zile wasiwasi, kule kuwa na hofu kuhusiana sijui kwa sababu ya mwili wake. Wasiwasi hana. Mwanamke yeyote ambaye ana miaka 35 kwenda juu, huwa hofu na wasiwasi kuhusiana na mwili wake hana, kwa sababu ashautambua. Anajua anapokuwa kwenye faragha, anapokuwa kwenye kitanda, anapokuwa kwenye 6 bedini na mwanamume, anajua anataka nini, wakati gani, muda gani. Anajua mwili wake. Kwa hivyo wewe ukipatana naye, shekhe, chonde. Yeye anajua anataka nini. Kwa hivyo expect wewe unayemvumbula umuulize maswali. Kwa sababu kunao wanaume wengine ambao wanauliza wanawake, unasikiaje? Unataka nikuguse wapi? Hapo vipi? Unasikiaje? Ni wewe mwanamume umjue mwanamke kiasi cha kwamba huko kumuuliza unasikiaje, akuonyeshe kwa vitendo ama katika miguno inayotoka. Sasa usifanye makosa kwenye 50 zako, kwenye pitapita zako, upatane na mwanamke ambaye yuko kati ya umri huu, alafu umuulize unasikiaje. Shekhe, huyo mwanamke hata kama ilikuwa amekuja magetoni kwa bahati mbaya, ndio hatorudi tena, nakwambia. Kwa sababu yeye anajua anataka nini. Wewe unapomvumbula mwanamke, wewe hujui unataka nini kwanza, alafu ni jukumu lako wewe ujue yule mwanamke anafaa kutaka nini na kusikiaje. Sijui kama tunaelewana. Haya, kando na kwamba anajua anataka nini, ametambua mwili wake. Sawa, tofauti na mwanamke yeyote ambaye ana umri wa chini. Mwanamke wa umri huu huwa anaujua mwili wake.
yani amejifunza na anajua jinsi ya kufika kileleni. Sawa? Amejua kufika kileleni ni vipi, kwa sababu amejifunza kupitia mwili wake. Sasa chonde umuache huyu mwanamke atoke kwenye chumba chako ikiwa bado hajafika kileleni. Unaona vile wewe mwanamume ukitoka kuvumbula mwanamke unakaa na marafiki zako kibaoni, kibarazani, kwenye mkao wa aina yoyote, alafu unaanza kumdiscuss mwanamke. Ndio sawa na sisi wanawake tunafanyaga hivyo. Bora hata mwanamke atoke kwako hiyo umepiga show sana, lakini hiyo umempaka mate tu, tunakusema mbaya sana. Yani unasema ile mbaya, wallahi nakuwa pia. Kwa hivyo hakikisha unamvumbula huyu mwana, usimuone huruma. Huyo sio dadako, huyo sio mamako mzazi. Hamutoki uko mmoja, nyote mumekutana kwenye miaka nyote mna meno 35 na 2 sijui. Wewe kama una meno 35 wewe kijego. Sawa? Kwa hivyo tafadhali sana, sitaki kujiregelea mara mbili. Na kama itakuwa umemvumbula mwanamke wa aina hii, basi atoki nijulisha, unielezee experience yako ilikuwaje kwenye comment section, ama unaweza kunipigia simu sasa hivi, nambari yangu ya simu ipo wazi.